Ni wakati mwingine mwanafamilia wa MCD Sports Zone, tukaangalie habari za michezo na burudani, lakini ukumbushe kama ni mara yako ya kwanza kuitumia channel hii, usisahau kusubscribe, kulike, kushare na kucomment ili wa kwanza kuzipata taarifa zetu za michezo na burudani kwa urahisi zaidi. Tunaenda kuangalia goli la Yanga hapo jana ambalo ilikuwa ni offside, na watu wengi wamekuwa wakilalamika, hususan mashabiki wa Simba Sports, kwamba hili ilikuwa ni offside. Kwanza move itoka kwa Pacome kwenda kwa Prince Dube, na Prince Dube haipokea na kageuka na kutaka kupiga shuti, lakini wakati huo anapiga shuti Pacome Zouzoua alikuwa ni offside, lakini Maxim pia Nzengeli ilikuwa ni onside kwa sababu hiyo offside alikuwa ameivunja Nabi Kamara. Baada ya hapo Maxim pia akitaka kufunga akaikosa na Pacome Zouzoua akafunga. Ni wapi ilitokea offside? Ni pale Pacome Zouzoua alipoingilia mchezo kwa kumzuia beki wa Simba Rushin Deleuki, ndipo hapo ilipotokea offside. Pacome angekuwa ametulia bila kuingilia mchezo huu mpaka nafunga hilo goli, basi ingekuwa sio offside, lakini kwa sababu alihusika kwenye kumzuia beki wa Simba Rushin ili asiweze kwenda kumzuia Max, ndipo hapo alipoingilia mchezo huo na kuwa offside. Bila shaka wana Simba wanalalamika kwamba ilikuwa offside, na wana Yanga wanasema haikuwa offside. Kweli kwa mwamuzi ilikuwa ni ngumu kwa sababu ya ushapu wa tukio lenyewe, lakini pia namna alivyoingilia Pacome itumia akili nyingi sana, kwa sababu kabla ya yote alimwacha Max kwanza aufuate ule mpira, lakini wakati huo na yeye mwenyewe alikuwa na uwezo wa kufuata. Baada ya hapo, baada ya Max kupiga mpira na kushindwa kufunga, ndipo akaingilia mchezo huo, lakini kabla ya kuingilia huo mchezo alianza kwanza kumzuia Rushin Deleuki, ambapo ndipo kosa lilipoanzia. Kama asingemzuia Rushin Deleuki basi isingekuwa offside, lakini kwa sababu aliingilia mchezo wa kumzuia beki wa Simba Rushin Deleuki, ndio maana ikatafsiriwa kwamba ni offside, japokuwa mwamuzi hakuona kwa sababu ilikuwa ni angle tight, lakini pia mpira ulikuwa ni sharp sana. Naam, endelea kufuatia channel yako pendwa ya MCD ili kupata update mbalimbali za michezo na burudani, matukio mbalimbali, siasa, burudani pamoja na matukio mbalimbali yanaendelea ndani ya Tanzania lakini pia na nje ya Tanzania.